Natangaza nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Asante Simba wa kabila ya Yuda. Asante Jehova. Asante Yesu. Hebu kila mmoja simame tu aiwe mikono yake juu. Tuwe tu in unity kwa jina la Yesu. Bwana majeshi anatenda mema. Unainua tu mikono yako juu. Tunakuwa kwa umoja. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, asubuhi hii ya leo tuko hapa kwa sababu yako. Baba wa mbinguni, tunakuja kinyume na kila falme. Tunakuja kinyume na kila mamlaka. Tunakuja kinyume na kila nguvu. Falme zote ambazo zimejipanga kinyume na utawala wa Mungu. Kila nguvu ambazo zimeachiliwa katika ulimwengu wa roho. Leo hii tumesimama kwa neno la Bwana. Tumesimama kwa jina la Yesu. Tuko na damu ya Yesu. Tumevaa silaha zote za Bwana. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Tumesamehewa kila dhambi. Kwa hiyo tuko na right ya kuingia kwa ufalme wa Mungu. Tunatawala pamoja na Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila mamlaka ambayo yanatawala kinyume na utawala wa Mungu kwa maisha yetu, kinyume na utawala wa Mungu kwa familia zetu, kinyume na utawala wa Mungu kwa kanisa la Bwana, kinyume na utawala wa Mungu kwa nchi ya Kenya, tunasimama sasa kwa jina la Yesu na tunatangaza kwa jina la Yesu kila falme za giza, shetani na majeshi wake, nawaambia kwa jina la Yesu, ndani yetu tuko na Yesu na warababoshekeke makebya zote ni masedi ya dolimaza lepeke kanani ya dolobo papa soko na kanada moto wa Jehova inateketeza kila falme za giza, mayeke ya selelele soka, nguvu zote za wachawi na waganga, kila roho ya majini tunayaweka chini ya utawala wa Yesu. Tunaachilia moto saka kakaoje lepezeke fire 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 lele sola kwa jina la Yesu. Tunasha moto tunasha moto tunasha moto katika damu ya Yesu. Tunajua mnakusanyika sio kwa jina la Bwana, na Biblia inasema mtakapokusanyika kwa njia moja mtatawanyishwa kwa njia saba. Kwa mamlaka na uwezo ambaye tumepewa, na watawanisha mara saba, na watawanisha mara saba, na achilia moto wa Jehova ndani ya kambi ya adui. Natangaza kwa jina la Yesu, hamtatuweza sisi, tuko na Yesu ndani yetu. Hamtatuweza sisi, ndani yetu kuna Yesu, aliye ndani yetu ni mkuu. Neno la Bwana limejaa ndani yetu. Sema shekara kwa jina la Yesu. Utukufu wa Mungu uko juu yetu. Tunatawala ndani ya Yesu. Tuko zaidi ya washindi. Tunaendelea kuhubiri habari njema tukiwa wazima na afya nzuri. Shetani tunakusimanga leo. Wewe umeshindwa. Hautatuweza sisi. Maana vita vyetu ni vya Bwana. Na tuko zaidi ya washindi. Natangaza kwa jina la Yesu, tunashinda maisha yetu na ukuta wa moto. Tunajifunika na damu ya Yesu. Tunatangaza siku ya leo tuko zaidi ya washindi. Hautapenya na kuingilia familia zetu. Hautapenya na kuingilia maisha yetu. Hautapenya na kuingilia afya zetu. Kuanzia sasa tuko wazima. Kuanzia sasa tuko wazima. Ninatangaza kwa madhabahu, mimi pamoja na wewe tuko wazima. Mimi pamoja na wewe tuko na afya. Mimi pamoja na wewe tunapokea tunayohitaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
kushukuru kwa ibada ya leo na kushukuru kwa kila moja. First service, second service, zote utukufu wa Mungu umejaa na neema ya Mungu ni nyingi. Pokea sifa Yesu kwa kuwa wewe ni Mungu. Na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla hujaketi katika kichwa cha adui yako, kwanza nataka kushukuru Mungu kwa wewe kufika kwa ibada ya leo. Hii ni baridi ambaye watu wale hawajaitwa, wengi wamechaguliwa, lakini ni wachache. Wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Wale hawajachaguliwa hawawezi kuja na hii baridi. Na hii mambo ya corona ambayo iko, anaona ili akae kwake nyumbani. Lakini wewe kwa sababu umechaguliwa, umeitwa na ukachaguliwa, umeamua kwa hii baridi ukuje utafute uso wa Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba wanaotafuta kwa bidii wao uniona. Utamwona Mungu kwa njia gani? Kwa matendo makubwa ambayo anakutendea kwa maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Natangaza kwa jina la Yesu, kwa hii mlima siku ya leo, hebu Mungu akutane na tamania moyo wako. Ile kitu umetafuta kwa muda mrefu, na mwambie kama kufumba na kufungua macho, Jehova anaenda kukutendea. Baba, ninakuomba kwa hii altar leo, hebu patia mtu tamanio moyo wake. Hebu unganisha mtu na mahali miujiza yake iko. Wewe ambaye unanitazama kwa jina la Yesu, natangaza unganika na miujiza yako kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi ninatambua uwepo wako. Bwana akubariki sana. Leaders wote kwa church, Bwana akubariki. Wale wanashughulika na mitambo na kila kitu. Sisi tunakuja tunakuta kila kitu iko tayari. Ninatambua Apostle David. Bwana Yesu asifiwe. David, Bwana majeshi akubariki sana. Next Sunday nitaongea na David. I believe atasimama kwa madhabahu na moto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mtumishi wa Mungu kutoka Kongo, very fire. Jina la Bwana libarikiwe. Na amekuwa ni kama sehemu yetu. Bwana akubariki sana. Kaponda sijamuona kwa nyumba. Kaponda ako wapi? Ida. Okay. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninashukuru Mungu kwa kila jambo. Haleluya. Pastor Fred, Bwana akubariki. Pastor Beth Mutuko, Bwana akubariki sana. Na kulio ni mama ambaye nimepatia heshima sana. Na wote ambao wako kwa nyumba, my wife, na kutambua hapo. Bwana wa majeshi awabariki. Hebu tukiwa tu tumesimama katika miguu yetu, praise and worship, siwezi kosa kuwatambua. Nyinyi ni mkono wangu wa kiume wa hii nyumba. My right hand. Bwana wabariki sana. Haleluya. Hebu tuende katika kitabu cha Isaya tukiwa tu tumesimama. Tukiwa tu tumesimama, hata bendera ya nchi inapopandishwa na kwa hiyo ukipatikana unatembea unafanya nini? Utainuliwa juu vile hujawahi ona. Kwa hivyo tunataka kumpatia Mungu heshima kwa sababu yeye ni zaidi ya yote. Jina la Bwana libarikiwe. Na neno la Bwana hata katika nyakati za Biblia, wakati wa Agano la Kale, ilikuwa ikisomwa watu wanasimama, alafu wanasema vile Bwana amesema ndivyo tutafanya. Iwe hivyo na ndivyo tutafanya. Kwa hivyo ukiwa umesimama kwa miguu yako, kitabu cha Isaya chapter number 40 verses number 29. Isaya 40 verse 29 nasema, hata vijana watazimia na kuchoka, wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kitabu cha Ayubu, Job chapter number 39. Job. Umefika pale? Ayubu iko tu katikati ya Biblia hapo. Between Genesis and Revelation. Ukiangalia hapo utapata Job. Hallelujah. Kama wewe si msomi wa Biblia, kwa nguvu kwako. Job chapter number 39 tuanzie number 28. Job ukitoka kwa Job unaenda kwa Proverbs, unaenda kwa Zaburi. Okay, inasema ya kwamba ukaja jabalini ndiko kwenye malazi yake, juu ya genge la jabali na ngumeni. Toka huko yeye uchungulia mawindo, macho yake uyangalia toka mbali, makida yake nayo ufionza damu, na kwenye maiti ndiko aliko. Baba, bariki neno lako leo liwe msaada kwetu. Ninaomba unipe usemi na nguvu zako leo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Mtu aseme amen. Haleluya. Kalia kichwa cha adui yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi akubariki. Nilikuwa naomba vitu zingine ziletwe hapa. Hatuwezi tukawacha nafasi kubwa hapa na tuna minimize kwa sababu ya ile mambo yako.
na hatufai tu waste nafasi. Apostle David, unaweza kaa mbele tafadhali. Mama Brenda, mnasongea kwenye hizo za mbele, alafu mnawaachia watu wanakaa hapo nyumbani. Pastor Bet Mutuko, mnasongea kwa hiyo ya mbele tafadhali. Pastor Bet Mutuko next Sunday atakuwa mwalimu hapa, very powerful woman of God. Huyu mama ni mheshimu sana. Yeye ni mtu ambaye amesimama na neno la Mungu pasipo kutingizika. Wale wanafanya hiyo kazi yote, Bwana wa majeshi awabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa wale wanaonitazama kwenye runinga ama kwenye siku zao, naitwa Pastor Joshua Omondi. Bwana amenipatia neema ya kuchunga ili kanisa nikiwa na wenzangu. Hii kazi siwezi fanya peke yangu. Niko na wenzangu Pastor Fred na wengine. Tunafanya kazi ya Mungu hapa, Pastor Beth, mke wangu na wote. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yenu. Wewe ambao unatazama utabarikiwa kwa jina la Yesu. Na wacha kabla sijaanza kufundisha neno la Bwana, nataka kuwatangazia kwamba tuko na evening service. Tuko na ibada ya jioni na tutafanya haraka, ibada hatutachelewa. Kuna Pastor Dennis anakuja kuhubiri kwa main service, alafu tutamaliza mapema, watu waende by saa 10 tutakuwa tumeanza ibada ya jioni. Pastor Mike leo ninafikiri ni Sunday yake ya mwisho kukaa hapa Nairobi. Anatoka na rudi Mombasa. Na Pastor Mike atakuwa na very powerful teaching kwa ibada ya jioni. Wao wamekuwa hapa weekdays. Wednesday na Thursday. Wameona vile mtumishi amekuwa na injili ya kuleta ufifio kwa maisha ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo Pastor Mike atakuwa kwa ibada ya jioni. Chelewa kitu kingine ndio usikose hiyo ibada. Haleluya. Itakuwa very fiery. Ni wakati wake wa mwisho kwa saa hii kuwa hapa Nairobi, anarudi kwa familia yake Mombasa. Mahali nimesoma, nataka kuzungumzia kichwa cha ujumbe ambao nimeweka, kutembea juu ya dhuruba. Walking, kutembea juu ya dhuruba. Kutembea juu ya dhuruba. Jina la Bwana libarikiwe. Sio same na message ile nilihubiri wale nilienda kuhubiri nao kwa kanisa fulani last Sunday. Sio the same, nyingine. Kuna part nyingi katika the same message ambayo Bwana ametupatia kwa jina la Yesu. Nimewahi kuhubiri hiyo ujumbe hapa, lakini Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na tena kusikia. Kwa hivyo principle ya teaching ni kuhubiri na kurudia ndio inaingia kwa watu. Jina la Bwana libarikiwe. So pengine Bwana akinipatia dimension nyingine tukiendelea, lakini nimewahi kuhubiri hiyo ujumbe hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nataka kuzungumzia kutembea juu ya dhuruba. Na nikizungumza hivyo, kuna viumbe vya Bwana, kuna viumbe vya Mungu ambazo maisha yao ukilinganisha na maisha ya Mkristo, tukichukua vitu fulani katika maisha yao tutembee bila wao, tutatembea maisha ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna Mungu ni Mungu ambaye njia zake si kama njia zetu. Na hufanya mambo ambaye binadamu hawezi akayaelewa. Unakuta mbegu ya haladali, nika mbegu kadogo sana, mti wa haladali. Nika mbegu kadogo sana, lakini kakipandwa wakikua inakuwa ni mti mkubwa sana ambaye vitu vinakaa juu yake, lakini mbegu yake ni kidogo sana. Hiyo ni muujiza ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unakuta nyuki ni kainzi insect ambaye ni kali sana. Ikiduka mtu vizuri na kwambia utasikia umedungwa na nyuki. Lakini hapo kwa nyuki pia kuna asali. Jina la Bwana libarikiwe. Unakuta tai ni ndege mdogo sana lakini anapaa juu sana. So viumbe vya Mungu ni viumbe, Mungu amefanya vitu zingine ambazo haziwezi zikaeleweka. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo hii nataka kuzingatia kuzungumzia ujumbe ambaye nimeweka kichwa chake kwamba ni kutembea juu ya dhuruba, na tunataka kuzingatia maisha ya tai, the eagle. Eagle ndio mfalme, tai ndio mfalme wa mandege. Na sehemu ambayo ninazungumzia kwa tai ni tai ambayo uchunguzi imefanywa ikapatikana kwamba katika dunia nchi ambayo hiyo tai inapatikana sana inapatikana kwa nchi ya Chad. Sasa tai maisha yake ukiangalia na ulinganishe
na maisha ya binadamu vile anavyoishi, hasa Mkristo, kuna vitu vizuri ambavyo tunaweza iga kwa maisha ya tai na yatusaidie katika maisha ya Ukristo. Sio kwamba tai vile ameumbwa ati ako 100% ana mahali yako na weakness ako nayo, lakini kuna vitu nzuri ambavyo tunaweza chukua kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Tai maisha yake, jinsi anavyoishi, jinsi anavyotafuta chakula, jinsi anavyotembea katika dhuruba, jinsi anavyojenga nyumba yake, jinsi anavyolisha watoto wake, jinsi tai mke na mume wanakaa, jinsi wanaenda katika mawindo, jinsi wanafanya kazi. Kuna vitu ukiangalia kwao, Mkristo akifuata hiyo, maisha yake itafanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia, tai ndio mfalme wa mandege. Na tai anapokuwa tai, anapoaguliwa katika yai, kuna maisha ambaye anaishi. Na kuna vitu ambavyo asipofanya katika maisha yake atafeli. Kuna tai aina mbili. Kuna tai moja ambaye anaenda sana na maisha yake yanafanikiwa sana. Na kuna tai ambaye anaishi maisha mafupi. So inategemea vile ameamua. Jina la Bwana libarikiwe. Tai number 1. Tai anapotega yai, ategi yai mahali ovyo ovyo. Anaangalia mahali pa kutega yai. Anatega yai si juu ya mti. Hawa unaona ambayo wanatega juu ya mti, hawa ni wapili, wale wameshindwa. Lakini wale wanatembea katika ushindi hawategi juu ya mti. Wanatafuta mlima mrefu sana ambaye muindaji hawezi akafikia. Hata nyoka akijaribu kutembea kufika huko juu, si rahisi kuona nyumba yake. Number 1, hata kabla hajatega yai, kuna vile anatengeneza nyumba yake. Akijua ako karibu kutega yai, kuna vile anatengeneza nyumba yake. Nimesema kwamba atengenezi nyumba yake juu ya mti, anatafuta juu ya mwamba. Na hiyo mwamba iko juu ya mlima mbali sana, ambayo muindaji si rahisi kufikia. Binadamu kupanda kufika huko juu si rahisi. Na akishapanda juu ya mwamba mahali anatengeneza nyumba yake, anahakikisha kwamba anatafuta mwamba mahali pamepasuka, crack juu ya mwamba. Hapo ndipo anaingia ndani na anatengeneza nyumba yake huko ndani. So hata nyoka akitembea juu ya mwamba huko juu ya nini ya mwamba juu, hata juu hapa kwenye crack ndani hapa kuna mahali tai ametengeneza huko ndani, akatengeneza kiota chake. Kiota ni nyumba. Tunapatana? Jina la Bwana libarikiwe. So anahakikisha amepanda juu ya mlima juu, na anatafuta mwamba juu, mahali iko juu. Na hiyo mwamba sio tu juu ya mwamba mahali panaonekana, anatafuta mahali pana crack, anaingia huko ndani. Si rahisi kupata kiota chake. Na anapojenga nyumba yake, number 1, anachukua twigs, miba, anaweka chini. Anachukua miba, anaweka chini. Anachukua chembe za mbao. Hizi mbao ambazo zinaitwaje? Hizi madini za mbao. Dust za mbao, asante. Anaweka juu yake. Anachukua nyazi, anaweka juu yake. Alafu anaitengeneza vizuri. Chini ni mimba. Alafu anachukua chembe za mbao anaweka, anachukua manyazi, anachukua nyazi soft, anaitengeneza. Lakini chini ni nini? Ni mimba. Sasa anapotega yai, alafu tai ni somo ndefu, Bwana tusaidia tutaendelea. Tai jinsi ambavyo anatengeneza nyumba. Tai kwanza number 1 wanaoana, wanafanya harusi. Tunapata. Tai wanakuwa na partner, kunakuwa na tai mke na tai mume. Na wakati hao watu wamekot, kuna vile tai mume anafanya ndio mpendeze mke. Mke anaona huyu kweli anaweza nilinda.
Kuna testing ambayo anapewa na mke aone kama yuko responsible. Alafu siku ile watashikana waoane, na kwambia hawa watu hawatoki kwa ndoa yao. Hakuna siku utaona tai mume amekutana na tai mwingine mke mahali wakafanya mapenzi. Hakuna siku utakuta tai mke ametoka kwa ndoa yake akapatana na tai mume mwingine akafanya mapenzi. Wanaaminiana katika ndoa. Kifo ndio inawatenganisha. Jina la Bwana libarikiwe. So tai wakishaoana, wanaelewana mahali ambapo wanajenga nyumba yao na wanasaidiana katika kujenga nyumba. Hiyo hata si tai peke yake. Hata hizi zinaitwaje? Dush ama guru. Si wale wameona hizo wanajua. Mimi nimewahi funga hizo. Dush wakati wameshashikana harusi wakaoana. Hata hizi mandege, hata kuna mandege hapa kando na hizo. Zinafanyanga harusi, zinakaanga pamoja na hawatoki nje. Si kama kuku. Kuku hata mtoto wake si kama upo. So kuna maisha zingine ambazo tunaweza iga kwa tai kama Mkristo zitusaidie. Fanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. So tai wakishaelewana katika ndoa yao wanashikana nao. Sikia, tai hawafanyi tendo la ngono kila saa. The same na hata kuku, by the way, kuku kuna wakati anafuatiliwa, hata umbwa. Sio kila mara. Jina la Bwana libarikiwe. So, tai ikifika wakati wao ambaye sasa tai anaenda hapo karibu kufanya nini? Kutaga yai. Kuna mambo zingine strong lakini hata nisiposema saa hii, si mtaziona kwa TV na pengine mtaziona kwa njia nzuri. Ama mtafundishwa mahali na pengine mtafundishwa kwa njia nzuri. So kuna vitu zingine lazima tuseme. Hata niwe na watoto hapa, lazima wao wajue. By the way, ninaamini Mungu kutengeneza couples meeting, na hiyo couples itakuwa ya church yetu peke yake. Saizi bado hatuna ruhusa hiyo mobilization kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Church yetu peke yake itatengeneza couples meeting, Mungu alizungumzia. Na mimi ndio nitakuwa naifundisha with very powerful revelation. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wacha tu masiku siende kidogo. Nataka kufundisha jamii. Mimi na my wife tunataka kuongea na familia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa sikia. Bishop Kevin, naomba uingie ndani. Bishop Kevin wewe, kuna kiti hapo unaweza kalia. Jina la Bwana libarikiwe. Fanya hivi. Fanya hivi. Sasa sikia. Tai wanapoelewana wanatengeneza nyumba yao. Na mahali wanatengeneza nyumba yao wanaelewana wawili. Na wakishaitengeneza pale, inafika siku ya kufanya nini? Inafika siku ya kutega yai. Wanatega yai pale. Wanatega yai katika hiyo kiota chao. Na wakishatega yai kwenye kiota chao, by the way, hata tai wazai watoto wengi wawili. Wakishatega yai katika kiota chao, wanalalia hapo kwenye hiyo kiota chao. Ikifika siku ya kuagua, ikifika siku ya tai kuagua, wanaagua kifaranga kwenye ile kiota. Na kifaranga anajikuta ameaguliwa katika nyumba nzuri. Yaani vile tai anatengeneza hiyo nyumba yake, anaitengeneza ina design ya kwamba wakati kuna baridi, kuna kajoto fulani kanatokea. Hiyo research imefanywa ikapatikana huyo ndege ijulikani yako na uwerevu gani. Wakati kuna baridi, kuna kajoto katamu kako hapo ndani. Wakati kuna joto, kuna kabaridi katamu kako hapo ndani. So kifaranga anaishi maisha ambayo iko sawa, very comfort. Na tai wakiwa wawili wanasaidiana kazi. Mmoja akienda kutafuta chakula, mwingine analalia yai. Hiyo ni kama wajaagua. Mmoja akienda kutafuta chakula, mwingine analalia yai. Mwingine akienda, mwingine analalia. Tai mke na tai mume wote wanalalia mayai, wanasaidiana kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Ikifika wakati wameshaagua, pia wanasaidiana kulisha watoto. Na mahali wamecheka nini yao,
wanalinda watoto wao na yai yao, na kuambia mnyama hawezi akafikia. Kuna vile wanasaidiana kuwinda, ambaye mmoja haendi mbali, wanasaidiana kuchunga. Nyoka akijaribu kukaribia hapo, ile vita atapata, atakuwa chakula yao. Jina la Bwana libarikiwe. So wakati kifaranga anakuwa mkubwa, anafika mahali ambapo sasa ameshakuwa mkubwa. Kabla sijaenda hapo, tai, sababu ya yeye kutengeneza nyumba yake pale juu, number 1, ameitengeneza juu ya mwamba. Number 2, amezingira nyumba yake na thorns, miba ambaye ni ngumu sana kuingia. Jina la Bwana libarikiwe. Mkristo akitengeneza nyumba yake juu ya mwamba, atakuwa safe. Mwamba ni Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Maisha ya mtu inategemea foundation ambayo umetengeneza. Ukitengeneza foundation yako kwa mambo zingine, na kuambia jaribu itatokea. Wacha nikuambie, Mkristo na yule mtu sio Mkristo, wote jaribu utokea. Kuna wakati wa trial, kuna wakati wa testing, kuna wakati wa temptation. Kwa yule ameokoka na yule hajaokoka. Na wacha nikwambie, duniani hapa chini ya jua, hakuna mtu ambaye maisha yake iko wakati wote sawa. Hakuna hata nani. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kila mtu chini ya jua. Hata huyo unafikiria yako sawa, kuna wakati yeye ulia. Jina la Bwana libarikiwe. Paul alikuwa kwa nyumba, tulikuwa na Paul na Ocheche na Tashi na wengine. Nilienda kuhubiri, mpenda kusema hiyo mfano. Nilienda kuhubiri kwa kanisa fulani kwa Wangwani. Guest speaker ambaye alikuwa ameitwa hapo, alikuwa mama moja, sio alikuwa anatoka USA. Mama mnono mzungu. Ukimuona unasema maisha yake laiti ingekuwa yako. Unasema afadhali ingekuwa yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa nilikuwa nahubiri the doctrine of the baptism. Nilikuwa nikaguzia the baptism of fire. Wakati nilihubiri hiyo ujumbe, nguvu za Mungu zilishuka. Nikihubiri kuhusu the baptism of fire. Na mama baadaye akasimama akasema, yeye hajawahi sikia injili kama hii. Na kweli Mungu amenileta Kenya nipate mambo zingine. Na ni Mungu nimhubiri pia. Akasema ile kitu imehubiriwa na upasta, na kuambia ukiniona hapo unaweza nitamani ufikie mimi niwe ni wewe. Lakini ile mambo napitia nikikwambia uwezi neema. Mashangaa na ulikuwa unafikiria pio. Asema yeye kwake, yeye peke yake ndiye ameokoka kwa watoto 7. Watoto wake wote wamepotelea. Watoto wao wote wamepotelea drugs, wamekuwa addicted. Na familia yao ile vita wanampiga hadi kwa sababu yeye amekubali Yesu. Wakati ametoka nchi yao akaenda hizo nchi zingine kuhubiri, ndio yeye huwa na peace. Akirudi kwa wananga peace. Akasema zile vitu wanapitia kwao ni nzito sana. Na sitaki kuambia mingi kuhusu maisha yangu. Lakini hii funzo imenisaidia. Kumbe napitia ubatizo wa moto. So hakuna mtu chini ya jua ambaye apitii wakati wote mambo inakuwa sawa. Kuna wakati ambaye analia. Unaona nipana? Sio wewe peke yako, watu wanalia. Jina la Bwana, lakini wewe afadhali wewe uko ndani ya Yesu. Kuna mahali unamwaga machozi yako, inapimwa na Mungu anakuliwa. Kuna mtu anasikia? Jina la Bwana libarikiwe. So nilikuwa wapi kwa tai? Tai nilikuwa wapi? Mkristo inategemea ni wapi umetengeneza foundation ya maisha yako. Kuna watu wametengeneza foundation zao kwa ma-uncles zao. Kitu yote kitendeka anapigia uncle yake simu. Mambo fulani yanatendeka anafanyaje? Tumaini lake lote ni hapo. Kuna watu wameweka foundation za maisha zao kwa wazazi wao. Na nilisema hapa la sana, unakuta watu wako kwa nyumba na nyumba yao inakontroliwa na wazazi nyumbani. Leo umekula nini? Leo tulikula ugali na omena. Kila siku omena. Wewe uko na yako ikoaje? Ama you see, wewe ushindwa kabisa. Maisha yako inakontroliwa na wazazi wako nyumbani. Wewe una akili. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu maisha yao inakontroliwa, yani foundation yake ameweka kwa fedha zake. Akikosa fedha anakufa tu. Yeye kuishi kwake hiyo pesa ndio akikumbuka lala.
Fanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wamama ambao wameweka foundation zao kwa wanaume wao. Kuna wake ambao kuna wanaume ambao wameweka foundation zao kwa wanaume wao. Nakwambia ni shida sana. Sikia, nilisema last time, penda mke wako pia kuheshimu, lakini usiende zaidi ya Mungu. Ukipenda mke wako kuliko vile unapenda Mungu, saa nyingine hata mke ukufa ama mume ukufa. So ukiwa ulikuwa umeweka matumaini yako yote hapo, utafeli. Lakini ukiweka kwa Mungu mbele, yeye atakusaidia. Sijasema usimheshimu, mheshimu. Ukipenda Mungu sana atakuonyesha njia ya kuheshimu mume. Ukimpenda Mungu sana atakuonyesha njia ya kumpenda mke. So weka foundation yako yote kwa Mungu. Usiweke foundation yako kwa mali zako, gari zako, pesa zako, biashara yako, kazi yako. Hizo vitu isha. Kuna wakati msingi ya mtu utigizwa. Ile kitu unapenda Mungu anaiguza kidogo. Aone stand yako ni gani. Jina la Bwana libarikiwe. Hello. So, Tai anatengeneza nyumba yake juu ya mwamba. Naona na control time and control kwa sababu ukiniacha nitaenda sana. Hii ni somo ndefu hizi ishi moja. Tai anatengeneza nyumba yake juu ya mwamba. Ninasema Mkristo akiweka foundation yake juu ya mwamba ambaye ni Yesu, wakati msukosuko itakuja atasimama. Yesu anatoa huo mfano, anasema kuna mtu alitengeneza nyumba yake juu ya mwamba, mwingine akatengeneza nyumba yake juu ya udongo. Dhuruba ilipotokea, sijui hiyo movement ni nini. Fanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Dhuruba ilipotokea, yule alitengeneza juu ya mwamba alijikuta amefanya nini? Amesimama. Na yule alitengeneza juu ya udongo, dhuruba ilipotingizwa, nyumba yake ilianguka. So inategemea umetengeneza foundation yako wapi. Unapata hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Inategemea umebuild your foundation wapi. Wacha nikwambie. Biblia inasema hata mali upata mabawa na kupuruka. Mali upata mabawa. So ukiwa umetengeneza foundation yako yote kwa mali ikienda utakufa. Lakini ukitengeneza foundation yako juu ya Yesu, ikienda utasema Bwana ndiye alinipea na amechukua. Jina lake litukuzwe. Utabaki fahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tengeneza foundation yako juu ya mwamba ambaye ni Yesu. Sasa wakati tayari ameshatengeneza kiota chake juu ya mwamba ambaye anamwakilisha kutengeneza juu ya Yesu. Wakati ametengeneza nyumba yake juu ya mwamba ambaye inawakilisha juu ya Yesu, anataga mayai pale, vifaranga wanakuwa pale. Wanapokuwa pale, maisha yao iko very sawa kabisa, wako comfortable pale na maisha. Wanalishwa, kila kitu inafanyika vizuri. Lakini nafika wakati wameanza kukua wakubwa. Tai anaona sasa hawa wameanza kukua wakubwa. Wanafaa wajitegemee kwa maisha yao. Wametutegemea sana. Wanafaa pia wao wajue vile wanaweza fanya nini. Wanaweza jitegemea kwa maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Tafadhali watu wanaweza kaa tu vizuri wakati hiyo movement iko ina distract. Watu wakae tu bila wanaambiwa haraka ili tusije time. Asante mami kwa ile kazi unafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Fanya hivi. Haleluya. Sasa Tai anachukua miba. Mti ya miba. Anakuja naye, anafly juu. Alafu anawaangushia. Na anawasukua. Wakati wengi umefika wa kuondoka kwa nyumba yangu sasa, muishi maisha hili. Sasa hivi faraka unashindwa. Huyu mama kwani ama huyu baba kwani amekuwa wazimu na sisi tena? Ni nini inafanyika? Sasa hii ni kitu ambaye Tai anafanya polepole. Ile nyasi soft ya juu anaitoanga polepole. Anaitoa, anaitupa polepole. Haifanyi mara moja. Hii ni kitu anafanya polepole. Anatoa ile nyasi soft ya juu yake kabisa, kwanza uwe ni manyoya yake. Anatoa manyoya yake polepole tu. Inafika mahali anatoa nyasi polepole. Sasa zile miba ziliwekwa chini
zinaanza kudunga kifaranga. Sasa kijaribu kulala hivi anatungwa. Kijaribu kukaa hivi anatungwa. Na hii nyumba ilikuwa comfort, ni nini inaendelea? What is happening in this house? Our lady. Kumbe Tai anataka nyinyi mshakuwa wakubwa, mnastahili kutoka kwa hii nyumba. Muende mkae maisha hii. Saa ingine anapaa juu, anakusha na mti, mimba anakusha kwa ukuu. Na anawastua. Mnafaa kutoka kwa hii nyumba. Tayari anashindwa ni mama amekuwa wazimu. Hapana, imefika wakati wake wa kuondoka. Imefika wakati wa hizi Tai ndogo zinafaa ziondoke, ziishi maisha yao. Hivyo ndivyo Mungu fanya na watu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati ndio umeokoka, mambo yanafanyika haraka sana. Hata ukiomba Mungu, maombi yako ni pesa pa. Bwana, kwa jina la Yesu, ninataka unifanyie, ninakuja saa hiyo. Mpaka unaanza kudharau wale waliokoka kitambo. Sema kama ningeokoka kitambo kama nani, basi ningekuwa mbali. Inaonekana nani hajaokoka vizuri. Kwa sababu vitu zinakufanyikia haraka. Lakini itafika wakati ambaye ndio upande lazima uombe. Utaintasidi fast, ukemea mapepo, utubu na vitu hazifanyiki. Jina la Bwana libarikiwe. Haijafika wakati unaomba ifanyike mpaka unasema inaonekana mimi ni dhambi nimefanya. Unatubu mpaka unatubu dhambi haziko. Baada ifanyiki. Unakumbuka, unaomba, unafast, bado inakuangalia tu. Sasa umeanza kufika stage ambayo Mungu anakutengeneza. Uwe strong. Aiyo ni bali. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kifaranga kuna mahali wakifika sasa, Tai anataka waishi maisha yao. Katika hii safari ya Ukristo kuna mahali unafika sasa, Mungu anakutengeneza. Sio shetani, Mungu. Na Mungu ameumba kila kitu. Anaweza tumia hata shetani kuingia kwa maisha yako ndio ujue Mungu. Wacha nikwambie, kuna ombi ambaye Mungu hatajasikia. Utaomba na ufunge na ufanye nini? Uombe shetani akufe na sije akakuwa tena. Mungu hatakubali hiyo. Na si ati hana uwezo wa kumaliza shetani yako nayo, lakini saa nyingine anatumianga shetani ndio umuone Mungu. Aioni bali. Shetani asipokuzungusha utajua Mungu yuko. Atakuzungusha uombe Mungu, Mungu akupiganie, alafu sasa unasema kweli Mungu yuko. Kama shetani angekuzungusha ungejua Mungu yuko. Kuna vitu zingine kwa maisha yako Mungu ameruhusu ifanyike ndio uone Mungu. By the way, kama ingefanyika ungekuwa hapa. Umekuja hapa kwa sababu ya zile vitu zimekusukuma. Na hapo ndipo njia za Mungu ziko. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. So kifaranga cha Tai anashindwa, ni nini inaendelea? What is happening? Kumbe Tai anataka wewe sasa inafaa ujitafutie. Kunafika katika maisha lazima mtu sasa ajue kutegemea Mungu yeye mwenyewe. Wachana na mambo ya pengine unategemea pasta wako. Inafika maisha ni wewe na Mungu. Itafika mahali utatoka shetani akwambie basi kulikuwa mnanishambulia mkio wengi. Uko peke yako hivi sasa ongea. Itafika usiku wa manane leo unapiga simu kwa Pastor Joshua mteja. Pia yako Pastor Joshua pia ako na zake zinamsukuma. Unapiga simu kwa nani? Ni wewe sasa. Ukemee hiyo pepo itoke. Lazima ufike kwa hiyo stage. Asante. Jina la Bwana libarikiwe. So Tai anataka kifaranga afanye nini? Atoke kwa nyumba yake. Maana kifaranga anadungwa sana mpaka anaamua kutoka, akae hapo juu ya mwamba mahali kuna at least utulivu. Anaanza kuhepa nyumba yake. Na Tai anajua ni nini anafanya. Si ati ajui. Anawatrain. Na kuna training ambaye asipowapea hawezi kuwa kama wao. Sababu ile kitu niko nayo ndio nitakupatia. So Tai baba na mama wanatrain watoto wao wawe kama wao. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna wakati ambaye sasa Tai anataka kufundisha watoto wake njia ya kufly. Na anajua timing, hawajui kama muda hujafika. Anajua ile muda ikifika, nyinyi mnafaa kufly. Na nimemwambia Tai anafly juu kuliko mandege wote. Na Tai anaweza kaangalia 1000 meters. Anaona vile kitu ile inatoka huko. Macho yake imetrainiwa kuona mbali kabisa. Hiyo atuongelee sasa. Ni somo ndefu hiyo, tusiingilie sasa. So Tai anachukua watoto wake, anaweka kwa hii mabawa na anaweka kwa hii mabawa.
na anaangalia wakati weather iko sawa, hakuna baridi kali, hakuna wingu kubwa ya kuanini, anaweka kwa mabawa, anaruka nao chwa, anapepea nao, anazunguka nao, vifaranga vinafurahia. Mabila ametupeleka trip, zinafurahi, dadi anatupenda, zinatembezwa, anaenda anaziweka, zinafurahia. So zinafurahia tuziende tena trip. Siku nyingine tena anaangalia wakati climate weather ni nzuri, tena anawaweka, anatembea nao, anaenda nao, alafu anafika mahali anaenda juu sana, si wanafurahia, anafunga mabawa, vifaranga zina na huyu mama ina gani hata tujali, huyu tunakufa, tunakufa. Kabla ziende chini, mama yake akona timing kubwa sana, kabla zianguke ashashuka chini yao, ameweka mabawa, zina land kwa bawa yake, tena anaenda nao, wanafurahia. Atafanya hivyo mpaka itafika siku ile akitoka nao sasa, akifunga mabawa, zinapuruka zenyewe, zishajua kupuruka. Kama angewatrain hivyo, asingepuruka. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitu zingine ambazo Mungu anafanya kwa maisha yako, ni training anakupatia ili uwe na mabawa ya kupuruka. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna majaribu zingine unaona kwa maisha, si ati Mungu akupendi, anakupenda, anataka upite hapo. Sikia, ndio uwe a man of faith ama woman of faith, ni matrial na testing ambazo umepitia. Na kwa sababu hizo unaona sasa Mungu anataka imani yako isimame. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu kashida kidogo tu kakiingia, yaani anakuwa kitu. By the way, mimi nilizaliwa na hiyo weakness. Na Mungu ametrain Bwana, Mungu. Ametrain. Lakini bado hakuna mtu anamalizanga training, bado anaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kashida kadogo wasi mingi. So kuna vitu Mungu anaruhusu yafanyike mpaka itafika mahali kitu ikitokea unasema hii Mungu atashughulikia. Hata uipatie macho ingine, unaangalia tu unasema hii Mungu, yaani imani yako ishainuka kulingana na zile vitu Mungu amekupitisha. Halo. Yaani kulala njaa siku moja tu, hata unaona sasa pesa imeisha, unatetemeka, ni kama nini, unaona ile pesa sasa hiyo tu. My friend, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kashida kadogo tu kana kunyang'anya jamani sana, Mungu atahakikisha zimekuja mpaka umefika mahali uko imara, hata shida gani itokee. Fanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaimarisha imani yako. So vifaranga wakati wanawachiliwa hivyo, wanajifunza sasa kupuruka wenyewe. Mungu anataka ujifunze kupuruka juu ya hiyo matatizo ambayo unajua. Wacha nisiingilie hapo, somo ndefu hii. Wacha nisiingilie hapo. So kifaranga anapoendelea hivyo, anajua sasa, anaanza kujua kujitegemea. Watu wajaa, si ameshajua kupuruka. Sasa na watu wajaa mpaka anaanza kujitafutia chakula. Wacha nikwambie kitu kingine tena kwa hivyo maisha yake. Tai hali chakula ya jana. Tai hali chakula ya jana. By the way, wacha nimalizie somo moja kwa hii maisha ya tai. Sasa hivi unaona muda wangu umeisha. Tai, nimesema kuna tai wa kwanza na kuna tai wa pili. Tai wa kwanza yeye anaishi miaka kama 140 zaidi hata mwanadamu. Na tai wa pili anaishi 30 to 40 years peke yake ameenda. So ndio ufike 140 inategemea. Hizi madai mingi ziko Kenya hapa za 30 na 40. So ndio ufike 140 inategemea. Sema inategemea. Wote wanaweza fika 140, lakini kuna gharama. Gharama yake number 1, maisha ambaye anaishi. Na nimesema uweze peana ili hauna. Kama hukutrainiwa kukaa katika the higher ego, kuna higher ego na lower ego. Kama hukutrainiwa kukaa kama the higher ego, hautaka. Maana wote wanafika
wakifika 30 to 40 years, na wakifika 30 to 40 years, ile kitu inatendeka kwa tai. Number 1, anajikuta hiyo age manyoa imekuwa mingi kwa mwili. So hii manyoa inamzuia kuburuka kwenda mbali kwa sababu ni mzito. Kitu ya pili ambayo inafanyika, miguu zake, vidole vya miguu, makucha za miguu, hizo ndio tai anatumia kuwinda, hiyo na mdomo. Na tai anaweza kaa umbali wa kilomita kama 600, mita 600 ama kilomita 600. Anakaa juu sana na macho yake inaona sungura ama panya ambaye anakimbia chini ya nyasi. Anaona akiwa pale. Yaani macho yake imetengenezwa kwa njia nyingine. Uchunguzi ulifanywa ikapatikana hiyo macho yake imetengenezwa kwa njia nyingine ambaye ni kama inaitwa nini, lens. Hizo za macho ile inaweza mvutia kitu karibu. Macho ya tai, ukisikia macho ya tai na macho ya tai, hiyo macho yake inaweza mvutia akisimama hivi umbali wa hiyo 600 kilometers, akiangalia hiyo inamvutia hiyo sungura, inamletea hapa, anaiona hapa. Jina la Bwana libarikiwe. So akitaka kuiwinda sungura, unajua inaangalia hizi vitu ziko chini, haijui kuna tai inamuona juu. So anashuka na tai yakai, huyo tai wa the higher ego akai huku kwa miti mahali. Yeye huwa anakaa juu kila mara. Ukiona ameshuka chini, anawinda dakika kidogo na anakaa juu. Lazima tuwe juu wakati wote. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yetu ya kiroho iwe hai. Wachana na hii maneno, leo uko sawa, kesho umeanguka. Leo wewe ni muimbaji shupavu, kesho hata ujui kwa. Yaani maisha yetu graph juu, chini, juu. Be high always. Kwa sababu hujui ni saa ngapi adui atatokea. Kuna mtu ananipata? Leo ni wa prayer life iko high. Kesho unaomba ile maombi ya amen asubuhi kama umeamuka. Leo unaomba uko juu. Kesho maombi yako ni ile tu ya saa zile kuna kula. Ukiingia kwa meza ndio unaomba Baba bariki chakula. Hiyo ndio maombi umeishi nayo. Haifanyiki hapa, si ndio? Haifanyiki hapa, si ndio? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haifanyiki hapa, si ndio? Yaani wewe ndio uombe, ni saa zile unakula Baba bariki chakula. Hata saa nyingine unasahau wingi unaombaka kama ushakula. Hiyo ndio maisha ya Kristo anakaa naye. Nakwambia hiyo sio hapa. Na unafikiria kushinda majaribu yakitokea, au huwezi shinda na hiyo maisha. Sasa ndio tai aishi maisha hiyo 30 and 40 years, kucha zake zinakuwa ndefu kiwango kwamba ni weak, haiwezi kashika kitu, sababu macho yake ikishamvutia kutoka juu, anateremuka na anashika hiyo sungura ama hiyo panya na hizo makucha zake na anaruka nayo chumba kama mwanga mbali, alafu anatunga na hizo na mdomo ni macho yake, anamuua alafu anamkula. So tai anakula chakula fresh kila siku, ya jana anakula fresh, na hiyo inafanya afya yake inakuwa nzuri, macho yake inakuwa sawa, inaona kwa mbali na anaona mbali na kuna nguvu, maana anakula fresh meal kila siku. Hayo na zile calcium ambazo zikiingia huku zinazuia hiyo mdomo yake kuwa strong. Unapata? Sasa huyo the higher ego, the lower ego, ikifika hizo miaka za 40s, 30 na 40s, unanipata? Ikifika hizo miaka za 30 na 40s, manyoya yake ikishakuwa nyingi, makucha yake iko weak, hii mdomo wake pia imekuwa refu, ni weak, iko strong. Sasa hapo ndipo wengine wanatoshekea hapo. Jamani, movement ni ya nini dada yako? Fanya hivi. Akifika hapo wengine wanatosheka na hiyo maisha, na hiyo inawafanya hawawezi fly waende juu, inawafanya hawawezi kuwa makini kwa kuwinda, wako weak, inawafanya macho yao hawezi ona mbali,
So akipata chakula atakula hata chakula. Akipika chakula moja leo ataikula hata kesho na kesho kutwa akui, na wanatosheka na hiyo maisha. Na inawafanya wawezi ishi juu, wanatafuta miti huko ndio wanaishi. So wanakuwa ni kama mandege mengine. Tunapatana? Lakini tai ambaye ameamua yeye aishi kama tai, vile tai anafaa kukua, ambaye yeye anaamua anataka kuishi miaka 140 kwenda mbele, huyo tai kuna kitu yeye ufanye. Akiona manyoya zake zimeshajaza mwili, kucha yake iko weak, mdomo wake imekuwa refu iko weak, anaamua mara moja ana sacrifice, anaenda juu ya mlima kabisa, mahali anakaa peke yake. Anataka kukaa hapo peke yake the duration of 1 month peke yake huko juu. Hali chochote, akuli kitu chochote kwa 1 month, anakunywa tu maji ambazo ziko juu ya miamba. Ile kitu anafanya number 1, anachukua ile mdomo wake ambaye ilikuwa refu weak, anaigonga gonga kwa mwamba ambaye ni Yesu. Anaigonga gonga kwa mawe, inatoka damu, anasikia uchungu, lakini anaigonga gonga mpaka hiyo mdomo inakatika, hiyo refu inabakika fupi, kale kanaanza kukua, kafupi na ka strong kanaanza kukua. Hiyo mdomo yake fupi hiyo strong anaitumia kung'oa mabawa. Nakwambia atang'oa hizo manyoa na hiyo mdomo wake mpaka atabaki ana manyoa, anabaki kama tai mdogo ambaye amezaliwa. Anatumia hiyo mwamba kugonga mguu wake, anagonga hizo kucha zake, zinatoka damu, lakini anavumilia mpaka hizo ndefu zinatoka, zingine zinaumbika strong. Hiyo ni duration ya 1 month akifanya hivi. Akishafanya hivyo, baada ya 1 month kuna manyoya sasa strong zinaanza kuja, zikiwa ndogo nzuri strong, kucha ndogo zikiwa strong, mdomo ndogo ikiwa strong. Utai kuna kitu inafanyika hapo ambaye imeshinda fahamu za binadamu. Hapa kwa bawa kuna kitu uvimba hapo, na hiyo kitu huwa imejaa mafuta pande hii na pande hii. Jina la Bwana libarikiwe. Ikifika 1 month, kama ako karibu kutoka kwa mwamba, kucha zishamea zile strong, mabawa zile strong, mdomo ile strong, hiyo toboa hiyo kitu. Akishatoboa hiyo, anajiosha nayo mwili mzima. Alafu anatafuta asali juu ya mwamba, anakunywa na maji kwa mlima, anaondoka akienda kwa maisha mpya. Huyo tai ataishi miaka 140, lakini ndiye aishi hiyo amesacrifice. Jina la Bwana libarikiwe. 140, sikia, hiyo mwezi moja inaonyesha hiyo mateso anapitia, hizo vitu anafanya, inaonyesha prayer and fasting. Amejinyima duration of 1 month na amepata nguvu mpya. Ndio Biblia inasema vijana, unajua vijana wako na nguvu. Biblia inasema vijana watazimia. Vijana azimiani kwa urahisi, achoki kwa urahisi. Anasema vijana atakimbia na atazimia, lakini wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya na watapanda kwa bawa na kupaa juu kama tai. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia, kuna duration ya waiting upon the Lord. Na ukiwait ukiwa faithfully, you get a new strength. Sasa hapa kwa waiting ndio watu ukosea. Watu wengi huwa wanafail, wakifail wanatosheka na hiyo failure. Hawapandi tena kwa mlima to gain another strength. Wacha ninyamaze kwanza hiyo movement ingeniishi, msini confuse. Fanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi, kuna watu ambao walikuwa wahubiri shupavu, mambo iliwagonga. Walishindwa kupata new strength tena ya kuamuka. Ni neema ya Mungu sisi kuamuka leo na kwenda. Kile tulikuwa tunasikia, hatukuwa tunarudia tunaweza kupiga habari njema tena. Haturudia tunaweza, nilijitest na Sunday nikaona huyu Joshua bado ataendelea. Tukasema mimi naendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna waimbaji walikuwa waimbaji shupavu, mambo iliwagonga kidogo wakakufa. Na hawakujua njia ya kupata new strength. Kuna watu biashara zao zilikuwa juu. Wakati wa majaribu ilikuja wakaanguka. Kama sasa hivi COVID itafanya watu wengi wataanguka na wakufia hapo.
hawajui njia ya kupata nguvu mpya. Nakwambia kama ulikuwa juu mahali, usikubali kuanguka mahali umeteremka. Tafute new strength kama Tai. Tai anajua kutafuta new strength. Jina la Bwana libarikiwe. Usitoshike kukaa pale. Tafuta new strength ya kupiga tena, upande kuendelea. Na hiyo ndio upiki, lazima usacrifice vitu zingine. Vile Tai ana sacrifice. Nakwambia huyu Tai akishatoka pale juu ya mlima, baada ya hiyo mapito yote, hizo vitu zote amefanya, sasa atapasua mpaka 140 years. Na huyo ndio Tai ambaye atafundisha watoto wake pia kukaa kama yeye. Huyo ni Tai ambaye ataona mbali na hata kula chakula ya jana, anapata nguvu mpya. Lakini wale ambaye wa sacrifice wanakaa tu ile maisha. Halo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Natangaza leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, mahali ulianguka, pata nguvu mpya tena. Jina la Bwana libarikiwe. Nakwambia mahali uliangukia, pata nguvu nyingine tena. Usikubali adui akuangushe mpaka ukufie hapo. Bado kuna njia ya wewe kutoboa tena. Wacha nikuambie, Tai kuna wakati wa storm. Hiyo si Tai. Tashi nionyeshange dakika nisipite. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati wa storm, dhuruba. Kuna wakati wa dhuruba. Na Tai ambaye amekuwa trained, anajua kutembea, anajua kuishi na dhuruba. Dhuruba ni hao magumu unapitia. Ukisikia dhuruba kwa Biblia, hizo hardship ambayo unapitia. Jina la Bwana libarikiwe. Dhuruba ni hizo hali ambayo unapitia. Muda wangu umeisha. So Tai ambaye ametrainiwa anajua kuishi wakati wa dhuruba. Unajua wakati wa dhuruba inafanyaka Mkristo ambaye anampenda Mungu anaenda kutafuta maswali mahali hapafai kwa sababu ya dhuruba. Dhuruba ni mbaya. Wewe kama hujaelewa. Dhuruba inafanyaka Mkristo ambaye anampenda Mungu anajikuta anaingia mahali hafai kuingia. Dhuruba. Wewe. Jina la Bwana libarikiwe. So Tai anajua kuishi wakati wa dhuruba. Na Tai hata hepa dhuruba, atakabiliana na dhuruba. Tena hiyo upepo sio kama ndege zingine. Ndege zingine zikiona dhuruba zinajisalimisha. Hata kama alikuwa amebeba hizi manini mahofu hizi za kawaida, hizi majuu hizo, wakati upepo mkali unakuja na amebeba chakula yake kwa mdomo yake, ametoka kuwinda, akiona dhuruba inakuja, sababu hata yuni kwa mbali hata side wave, akiona dhuruba imekuja, upepo imekuja kali, ana drop hata hiyo chakula yake ataiwachilia, anatafuta njia yake akiokoa, anaenda kulala njaa. Tai hata drop na hata hepa dhuruba. Ndege zingine zikiona dhuruba inarudi chini, dhuruba ipite ama inapanda juu. Tai atabishana na hiyo dhuruba mpaka pite. Na huyo ndio Mkristo, bishana na dhuruba. Jina la Bwana libarikiwe. Bishana, simama na Yesu kwenye dhuruba. Yesu, jaribu liweze likakuja zaidi ya imani yako. Nitakuzungumzia na hata mimi najizungumzia. Jaribu liweze likakuja zaidi ya imani yako. Mungu anajua kwamba hiyo mambo unapitia, ukiinua kiwango utaishinda. Na kwambia utaishinda. Na wacha nikwambie, dhuruba ndio inafanya uingie kwa step nyingine. Hauwezi ukatoka standard 1 uende tu kama hujapita mtihani. Labda wewe unafanya corruption, unaongana. Lazima upite mtihani ndio uende. Hizo matatizo unapitia, hizo ni mtihani. Mungu anataka uzipite na ziishi. Baada hiyo tena utaingia standard 2. Baada hiyo utaingia standard 3. Baada hiyo utaingia standard 3. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka utafika mahali ambapo wewe vitu mingi, hata mtu akikwambia shida yako unamwambia hiyo Mungu atakupigania. Na unaweza mwambia kwa njia rahisi sana na inamuendea vizuri, kwa sababu unasema ile kitu umewahi pitia. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatangaza jioni mchana huu wa leo kwa jina la Yesu ya kwamba kila dhuruba ambayo tunapitia, Jehova, tupatie nguvu ya kukabiliana nayo. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kama jinsi ambavyo anatengeneza kiota chake juu ya mlima, juu ya mwamba. Natangaza sisi tumetengeneza maisha yetu juu ya mwamba ambaye ni Kristo Yesu. Na tunatangaza Baba
mbinguni tutasimama. Katika kila dhoruba ambayo tunapitia kwa maisha tunaenda kusimama. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, sisi tuko miongoni mwa watu wa kushindwa. Hatutashindwa kwa jina la Yesu. Kila dhoruba ambayo tunakabiliana naye, iwe ni dhoruba ya magonjwa tunakabiliana naye, natangaza kwa jina la Yesu haitakushinda.